Mbunge wa jimbo la Itilima Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga amesema katika kipindi cha uongozi wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wilaya ya Itilima imepata mafanikio kwa miradi ya maendeleo huku hali ya uchumi kwa wananchi ikiendelea kuimarika. Mbunge Njalu ametoa pongezi hizo mbele ya Rais Samia katika mkutano mkubwa wa hadhara ambao umefanyika katika viwanja vya Laganga Bilili, wilayani Itilima mkoani Simiyu. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Itilima, kukushukuru sana na kukupongeza sana wewe na timu yako kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya. Katika wilaya yetu ya Itilima tumepokea fedha bilioni 92 kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa Itilima. Na leo Mheshimiwa Rais, wewe kwa kutambua umuhimu na afya ya wananchi wa Tanzania wana Itilima, umekwenda kufungua hospitali ya kisasa, ina vifaa hata Muhimbili ziko sasa hivi Ngunu. Tuna kila sababu Mheshimiwa Rais, wewe na serikali yako kukupongeza kwa mambo mazuri unayoyafanya. Na mambo yako ni ya vitendo. Ndio maana ulisema kazi iendelee, na sasa kazi nasonga mbele. Tunakwenda kazi na utu, tunasonga mbele. Maeneo yote ya kimsingi ya kimkakati Mheshimiwa Rais, umetufanyia mambo makubwa sana. Ukienda kijijini, kuna sekondari zimejengwa, utadhani umefika Dar es Salaam wakati uko Lungalombogo. Haya ndio maendeleo wananchi wanahitaji. Ukienda maeneo ya kuelekea Mwanza Mheshimiwa Rais, mambo makubwa sana. Nikitaja kwenye elimu, kwenye maji, waziri wako alikuja kufanya mkutano mpaka na usiku akiyaomba maji. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na wananchi hawa wamekuja kukusikiliza wewe, ni kwa sababu kazi uliyoifanya ni kubwa. Na sisi wakina Njalu tupo kwa ajili ya kusema tu kwamba wanakusubiri wewe kuzungumza mazuri na kuleta maendeleo. Hata hivyo, mbunge huyo wa jimbo la Itilima ametumia nafasi hiyo kumwomba Rais Samia kutoa fedha za kusaidia ujenzi wa miundombinu ya barabara. Ulega nimemwona hapa. Mimi na barabara moja tu ya Tani Road ambayo ya kutoka hapa kilomita 12. Tulishapeleka maombi kwake. Zaidi tumepeleka maombi barabara ya kutoka Ruguru inakuja Laganga Bilili, inaenda Longalombogo, inazunguka Ndolelezi, inakuja kuingia Nyangokorwa pale Ikulu ndogo ya Bariadi iliyoko. Vigezo vyote vinafaa. Huyu mzalamu Mheshimiwa Rais atusaidie kwenye maeneo haya. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Rais, sisi tukitaka kwenda Mwanza tuna njia moja tu, na hizi barabara ziendelee kuwa imara. Na yenyewe kuna ombi langu tushampelekea Mheshimiwa Waziri. Barabara ya kutoka hapa Gambasingu kwa mzee wangu maarufu Mapesa. Gambasingu unaenda Nkoma, ukitoka Nkoma unaenda Mwamapalala, unakwenda Bukengwa Minze, unaenda kutokea Kinamweli Isolo, unaingia Magu. Siku zingine Mheshimiwa Rais, njia ni nyingi, lakini kwa sababu tunatumia njia moja ndio maana mabarabara kila wakati yanaharibika. Niombe sana Mheshimiwa Rais anisaidie hilo, na mimi nitakuwa na kitambi kama cha doo kidogo mambo yakienda vizuri. Mheshimiwa Rais, umepita hapa. Sisi tumekuwa wa mfano. Tulipewa barabara ya mfano ya lami miminika kwa maana ya udongo serikali za nje. Kwa kazi kubwa ulioifanya wewe kuunganisha mataifa wakaifahamu Itilima ya kwanza. Barabara ya kutoka hapa ilikuwa ni ya mfano. Kutoka hapa mpaka hospitali ya wilaya umeiona Mheshimiwa Rais. Na kwa sababu wewe ni mama, ukinisaidia kalamu kakaenda mpaka pale, Mheshimiwa Rais utakuwa unisaidia sana. Kwa Mheshimiwa Rais, nikuombe sana hilo jambo uweze kutusaidia. Mheshimiwa Ulega ataendelea kumzalisha mzigo kwa sababu kwenye utaratibu wake wa kisheria kuna kilomita 3 za lami katika halmashauri mpya, katika halmashauri za wilaya. Nimuombe mbele yako aniletee mzalamu ili mambo na mimi yakae vizuri. Na mimi nilamelame kidogo Mheshimiwa Rais ili niende vizuri. Wananchi wa Tanzania na wananchi wa Itilima na mkoa wa Simiyu tunataka maendeleo na hela dogodago pandeka, na kazi hii umeshaifanya Mheshimiwa Rais. Barabara umejenga mpaka vijijini.
Leo mazao ya kutoka Migato, yanatoka Laini, yanatoka Mwaswale, yanatoka Sawida, yanatoka Kololo, yananunuliwa kwa bei kubwa na nzuri zaidi kwa ajili ya maendeleo. Kazi kubwa ya kiongozi wa nchi ni kufungua njia. Mheshimiwa Rais, umefungua njia. Leo hatuna cha kusema. Kuhusu uchaguzi mkuu ujao, mbunge Njalu amemhakikishia Rais Samia kuwa wamejipanga kwa ajili ya kazi hiyo. Lakini nikuhakikishie, katika mkoa wetu na kanda hii tuko barabara chewa hindi wanasema, na tuko imara. Mheshimiwa Rais, namwangalia Mheshimiwa Bashe sasa hivi ataanza kunenepa kidogo. Ni kwa sababu kazi tuliyopewa ni ngumu zaidi. Na mimi nilipokuja kugombea ili jimbo, kulikuwa na bosi mmoja alikuwa amedanganya miaka 20. Sera yake ilikuwa ni moja tu. Na mimi nilipoingia nilikuwa mwizi wa pamba, Mheshimiwa Rais. Wananchi wao walinipa kura za kutosha. Yule mpinzani alipata kura 5,000. Kwa hiyo kuna siasa ya kurudisha nyuma maendeleo. Na mimi ubunge waliponipa, niliwaambia siwezi kuwadanganya, nataka tulete maendeleo. Na ndio maana leo umetuletea trekta 35, umetuletea watumishi wa BBT 92, na bei kila kukicha mambo yanakwenda vizuri. Haya ndio tunayataka. Tunapowadanganya wananchi, tutaendelea kurudi nyuma na maendeleo yatabaki hivyo hivyo, na muda wetu utaisha, tutakuwa ni wageni wa nani. Na sisi tunahitaji kuongoza, hata tukienda mbinguni twende kwa amani. Na Mheshimiwa Rais, kazi umeshaifanya vizuri kwa kiwango cha hali ya juu. Tukabidhi sisi vijana katika mkoa huu na maeneo, tutashughulika nao. Akihutubia maelfu ya wananchi hao, Rais Samia Suluhu Hassan amemwagiza Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega kuchukua hatua za haraka za kutatua tatizo la miundombinu ya barabara katika wilaya ya Itilima mkoani Simiyu. Wangu Njalu hapa ameomba kwa sauti ndogo, lakini hata mimi nilivyozunguka nimeuona mji wa Itilima umepangika vizuri, lakini barabara hakuna. Kwa hiyo niungane naye kumtaka Waziri wa Ujenzi aje amwangalie kwa jicho la rehema, hasa zile barabara tulizofanya majaribio, kwa sababu Itilima walikuwa volunteer wa barabara zile. Basi ufundi ule uje waongezewe barabara katika mji wao, lakini usiwasahau na zile taa, kwa sababu wengine tunawapa taa na wenyewe wapate taa ili wafanye biashara masaa mengi zaidi. Rais Samia pia ametoa wito kwa wananchi wenye uwezo kuwekeza katika sekta ya viwanda, hasa vya kusindika mafuta na kuchambua zao la pamba wilayani humo. Wa Simiyu katika wilaya yote ile mwenye uwezo wa kuweka viwanda vya kuchakata pamba, kukamua mafuta au viwanda vingine, wafanye kazi hiyo na wahamasisha fanye kazi hiyo. Lakini nawapongeza pia halmashauri kwa kutenga maeneo ya viwanda na biashara. Hiyo ni fursa nzuri, maeneo yatumike na itarahisisha azma yetu ya utekelezaji wa kuwavutia wawekezaji ndani ya wilaya hizi. Zangu wa Itilima, Oktoba. Asanteni sana. GMTV, Itilima, Simiyu.